Sifa zote za ujenzi wa nyumba nzuri wanazo Danube Home. Hapa ndio utapata vitu vyote vizuri vya ujenzi wa nyumba za kisasa. Karibu GSM Mall, Pugu Road, Dar es Salaam. La kwanza niwafikishie salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Anawasalimia sana na anafurahishwa na anapendezwa na kazi nzuri mnayoifanya. Endeleeni kuchapa kazi huku mkijua mnapokuwa mstari wa mbele mna uungwaji mkono wa 100% kutoka kwa kiongozi wetu, na ninyi mnapofanya kazi nzuri hivyo, mimi nafurahia kwa sababu ninyi mkifanya kazi nzuri, mimi ndio nakuwa waziri wa mambo ya ndani mzuri. Msipofanya kazi nzuri, mimi si waziri wa mambo ya ndani mzuri. Na Mheshimiwa Rais Lowa bwana alimgusa akanipa wizara hii, nilitamani siku nyingi kuwa nanyi. Nakumbuka niliomba kujiunga na jeshi la polisi nilipomaliza tu kidato cha 4, ila nikakosa cheti cha kuzaliwa, maana kuzaliwa kijijini na nikajaribu. Nilipomaliza kidato cha 6 nikawa nimelichelewa tangazo, wakati naomba kumbe muda ulishapita. Basi Lowa bwana na muda wake sasa hivi akanileta, basi na mimi nishajua itifaki hizi wazi. Ni matumaini yangu kuwa mkutano huu utakuwa ni wenye tija kwa taifa, hasa kwa kipindi hiki ambacho taifa letu linatekeleza kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 isemayo hapa kazi tu, na kauli mbiu ya taifa ya mwaka huu inayosema tuunge mkono jitihada za kupinga rushwa, ufisadi na kuimarisha uchumi wa viwanda kwa maendeleo ya nchi yetu. Hili ni jambo ambalo ni la msingi sana katika kuweza kutekeleza mpango wa maendeleo wa taifa, na ni chachu katika kuvutia uwekezaji. Ni moja ya vipimo ambavyo ni muhimu katika taifa linalopata uwekezaji. Kupitia tathmini tutakayoifanya katika mkutano huu, tunaweza kutambua mafanikio na mapungufu yaliyojitokeza katika kipindi cha mwaka mmoja na kupanga mikakati mipya ya namna ya kuzuia na kupambana na uhalifu hapa nchini. Jeshi la Polisi ni mdau muhimu katika utekelezaji wa kauli mbiu hizi, kwa kuwa hakuna maendeleo yeyote yanayoweza kupatikana iwapo hakuna amani na usalama nchini. Wananchi hawawezi kufanya kazi wala shughuli ya aina yoyote ile ya kujiongezea kipato iwapo hakuna usalama. Hali kadhalika, kama nilivyosema, wawekezaji hawawezi kuwekeza katika mazingira yasiyo salama. Kwa hiyo wengi wakifananisha mataifa mengi wanapochagua wapi kwa kwenda kuwekeza, ni dhahiri kwamba watachagua Tanzania kama chaguo la kwanza, kwa sababu kuna usalama wa raia pamoja na mali zao. Na ukiwa kuna cha kufananisha, unaweza usione sana hiyo. Jana mimi nilikuwa na wageni vijana wadogo hivi walitokea Zimbabwe, nikawa nafanya nao jogging kidogo, lakini wakashangaa, wakasema yaani waziri anatembea barabarani na watu wanamwomba kupiga picha. Sisi kule kwetu huwezi ukamwona waziri kwanza akionekana maisha yake yako hatarini sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba usalama unamaanisha nini, na hivyo ndio viashiria ambavyo hata mwekezaji angependa kuviona, kwamba anaweza akatembea ama watu wake wanaweza wakatembea, wanaweza wakafanya kazi na watu wanaweza kufika pale ilipo bidhaa yake. Kwa kuzingatia aina ya wajumbe waliopo katika mkutano huu, ni wazi kwamba maamuzi na maazimio yatakayofikiwa yatakuwa ni dira ya namna jeshi la polisi hapa nchini litakapotekeleza majukumu yake kwa kipindi cha mwaka huu 2017 na kuendelea. Nimearifiwa kuwa kauli mbiu ya mkutano huu ni zingatia maadili unapopambana na uhalifu ili kuimarisha usalama kwa maendeleo ya taifa letu. Ni kauli mbiu
iliyobeba msingi kabisa wa taasisi yetu hii katika utendaji wake wa kazi, ambayo ipo hata kwenye wimbo tuliotoka kuimba hivi punde. Kauli mbiu hii itakuwa na maana sana kama kila askari ataitekeleza kwa vitendo. Naweza kusema kikao hiki ni taa ya kumulika njia mtakayopitia katika kutekeleza majukumu yenu ya kila siku hapa nchini. Kwa ndugu wajumbe, pamoja na kazi kubwa mnayoifanya, nafahamu kuwa zipo changamoto kadhaa za kiuhalifu ambazo zinaripotiwa katika kipindi kilichopita, na mara nyingi zinapokuwepo taarifa za kuongezeka kwa uhalifu, na wanahabari mwaelezee vizuri wa Tanzania kwamba kwa taasisi yetu kunapotokea taarifa kubwa za kuonekana kwa uhalifu, kuongezeka kwa taarifa za matukio kwenye ripoti, maana yake ni kwamba kazi ya kusaka huo uhalifu imeongezeka. Ndipo utagundua haya makosa. Kwa hiyo taarifa zisipokuwa kubwa haina maana kwamba uhalifu haupo. Yanaweza yakafanyika matukio ya ubakaji, kama hayajawa ripoti na hawajakamatwa, haina maana kwamba hayakuwepo. Kwa taasisi yetu hii, kwenye ripoti ukikuta uhalifu taarifa zake kwenye taarifa umeongezeka, maana yake kazi ya kusaka uhalifu imekuwa kubwa sana, na hiyo inatoa ishara ya kupungua kwa matukio katika vipindi vinavyofuata. Utaona kwenye mwaka 2016 makosa makubwa yaliripotiwa kuwa 75,487 ikilinganishwa na makosa 68,814 yaliyoripotiwa mwaka 2015. Ongezeko la makosa 6,673 sawa na 9.7. Hivyo hivyo na uhalifu wa barabarani, hivyo hivyo na maeneo mengine, hivyo hivyo na madawa yaliyokamatwa. Hivi vitu vikikamatwa, si kwamba havikuwepo, si kwamba ndio vimeongezeka, ila operation zinazoweza kuyabaini makosa zinapoongezeka, utambuzi wa makosa yenyewe na wenyewe unaongezeka. Tuendelee kupambana kuhakikisha kwamba tunakabiliana na kila aina ya uhalifu. Ndugu wajumbe, pia natambua katika kutekeleza wajibu wenu wa swala hili la usalama wa watu pamoja na mali zao, mnapaswa kushirikiana na vyombo vingine. Niendelee kuwapongeza katika maeneo mengi nilikopita. Nimezunguka karibu mikoa yote kasoro michache ambayo tutamalizia muda wote. Nimeona jinsi ambavyo mnaendelea kushirikiana. Niliona Tabora, niliona Kigoma, nimeona na maeneo mengine ambapo nimepita kushirikiana pamoja na taarifa zingine. Nimeona Pwani pamoja na Tanga pamoja na maeneo mengine. Endelee kushirikiana na vyombo vingine, na hii kutokana na idadi ya askari hapa nchini kutoka sambamba na uwiano unaotakiwa kulinganisha na raia, ni muhimu kuendelea kushirikiana na vyombo vingine ili tuweze kuhakikisha kwamba lengo ambalo ni moja tunalitekeleza. Naelewa changamoto mbalimbali zinazotokana na upungufu wa vitendea kazi, nyumba, maslahi kwa maafisa wetu pamoja na uhaba kwa baadhi ya wataalamu. Jambo hili tumeendelea kama serikali kulifanyia kazi. Natambua mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza ya vitendea kazi, tunalifanyia kazi, na nadhani kadri tunavyoendelea tunatarajia kupokea vitendea kazi vingine yakiwemo magari. Tunaamini kwamba yataboresha utendaji kazi. Tuna maeneo mengi ambapo kutegemea gari iliyoko senta moja kuweza kufika katika eneo husika haiwezi kawahi matukio ya uhalifu. Tunafanyia kazi pia ya maslahi yenu. Waambieni na vijana mnapokaa kule kwamba hili tunalifanyia kazi. Hatutalimaliza mara moja, lakini watambue nia ni ya kuhakikisha kwamba tunahakikisha askari wetu wanafanya kazi huku wakiwa hawana dukuduku linalohusu maslahi yao pamoja na mahitaji yao yakiwemo haya ya nyumba. Nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba hata tunavyoenda kwenye bajeti hii tuna mambo ambayo tumeweka mapendekezo, na wenzetu wa kamati wamekuwa nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba
tunatatua hizi changamoto ili kazi tunazozifanya zifanyike katika kiwango kidogo cha changamoto ambazo zingezuia ufanisi wetu. Ni matarajio yangu kwamba tutatumia fursa zilizopo katika kutatua matatizo yanayokabili jeshi letu ili kuweza kuunganisha jitihada hizo za serikali kuweza kuhakikisha kwamba tunapiga hatua ya kukabiliana na uhalifu. Tuna jambo lingine ambalo ni kubwa, changamoto za ajali barabarani. Kwanza nipongeze kwa uamuzi tuliofanya wa kudhibiti mwendo kasi, na ninyi mtaona kwamba ile ambayo wananchi walikuwa wanaita chinja imepungua kwa kiwango kikubwa. Haijaisha kabisa, lakini imepungua kwa kiwango chake. Tuendelee kudhibiti sababu zinazosababisha matatizo haya ya ajali barabarani kabla hazijatokea. Hatua moja tuliyochukua ambayo ni chanzo kikubwa cha ajali barabarani ilikuwa mwendo kasi. Jambo lingine ambalo ni moja ya chanzo cha ajali barabarani ni uchakavu wa magari yaliyoko barabarani, na hili tulifanyia kazi. Natambua jeshi la polisi lilikuwa na mpango wa kutekeleza sheria ya ukaguzi wa magari. Tuendelee kulisukuma. Tuna taasisi yetu ambayo inaweza kufanya kazi za Operation Solve. Harakisheni, tukishadhibiti mwendo kasi, tukadhibiti na ubora wa magari yaliyoko barabarani, naamini tutakuwa tumepiga hatua. Na baada ya hapo tukadhibiti swala la tatu na la wanaoendesha vile vyombo, wawe katika hali ya kuendesha vile vyombo, naamini tutakuwa tumepunguza kwa kiwango kikubwa changamoto hiyo ya magari. Lakini upande mwingine ambapo tumekuwa na ajali nyingi ni ajali za pikipiki. Pikipiki, ukienda katika hospitali zetu, ukienda hata pale Moi, ukioneshwa majeruhi yanayotokana na pikipiki, na hata katika hospitali zetu za mikoa ukioneshwa majeruhi wa pikipiki, na hata watu ambao kwa bahati mbaya wamepoteza maisha yao, utaweza kutambua ukubwa wa tatizo hili. Kwa katika tatizo hili tuna mambo ya kufanya. Moja kubwa ambalo tunatakiwa tulifanye ni elimu kwa vijana wetu, na mimi nilisema tutengeneze mtandao wa kuweza kuwajua viongozi wao wa kila eneo ili watusaidie katika elimu hii. Nafurahi mikoa mingi niliona mitandao ile ya viongozi nilishakuwa nayo, watatusaidia. Moja, kutambua kwamba dhamana walionayo ni kubwa. Unapobeba abiria, hiyo dhamana ni kubwa, ni tofauti na aliyebeba mawe. Unapokuwa umebeba abiria, dhamana ile ni kubwa. Kwa hiyo si jambo la kusema kwa sababu ni pikipiki na inafanana matairi yake na muundo wake kama baisikeli, hiki ni chombo cha moto. Elimu hii lazima iwafikie, na nilisema kwa maadili ya utangazaji, picha nyingi huwa hazionyeshi ubaya wake ule kwenye vyombo vyetu vya habari. Nikasema ule mnapowafanyia semina wao kwenye chumba kama hiki hivi, waonesheni waone ukubwa wa tatizo lilivyo. Anajifunza asubuhi mpaka saa 3, mchana anabeba watu 4 na anaendesha kama yuko kwenye mashindano. Hili ni jambo la hatari, lazima tulibebe kwa mzigo. Tutoe elimu hiyo, tuwabaini na tuwagawie baadhi ya majukumu wale viongozi wao katika vijio vyao vya wao kwa wao, kuendelea kuambizana kwamba hiki ni chombo cha moto, na mauaji yanayotokana na pikipiki ni mauaji kama yanaweza kutokana na jambo lingine. Ukiangalia idadi ukipata takwimu za ajali zilizotokana na pikipiki kwa mwaka mmoja ni zaidi ya 7,000 na vifo zaidi ya 2,000. Ni idadi kubwa. Unaweza ukakuta
kwa sababu ni bodaboda, unaona ni jambo la kawaida, lakini idadi ile ikawa kubwa kuliko ya wale waliokufa kutokana na Al-Shabaab kule nchi za jirani. Sasa huwezi ukasema hilo ni dogo tu kwa sababu ni la bodaboda, limeshapoteza maisha ya watu, litakuwa limeshapoteza maisha ya watu na ni jambo baya. Kwa hiyo hii lazima tufanye hiyo elimu. Lakini la pili, tukishawatambua na tukawagawia yale majukumu hawa watu wa bodaboda, tutafute mbinu ya namna ya ukamataji. Kuna taarifa zingine za majeruhi na hata za kupoteza maisha ya bodaboda zinazotokana na staili ya ukamataji. Inapotokea staili ya tofauti ya ukamataji, hasa ile ya kufukuzana, na anayefukuzwa labda alikuwa anatafutwa, amekuja kuonekana katika kipindi ambacho tayari ana abiria, na anapoanza kukimbia anasahau hata kama ana abiria. Hili na lenyewe limekuwa na tatizo. Kwa hiyo tutafute utaratibu wa ukamataji ambao utahusisha vituo vyenyewe, na mimi nilipanga kuongea nao viongozi watambue kwamba uongozi sio tu ile kusema wewe ndio kiongozi, kuna wajibu wa kutimiza. Watambue aliyekosea na wenyewe wewe na wajibu wa kujua huyo amekosea na anatakiwa afike kwenye mkono wa sheria, na ambaye hajakosea kuwe na wajibu wa pande zote kuhakikisha kwamba yeye anaendelea na kazi zake. Nilisema hivi juzi na naendelea kurudia tena kwamba lazima tutofautishe aliye na kosa na asiye na kosa. Kosa isiwe kuwa na bodaboda, kosa isiwe kuwa na pikipiki. Lazima tubaini aliye na kosa, na yule ambaye hana kosa aendelee na kazi yake, na wala asiwe na haja ya kuwa na maisha ya digidigi ya kukimbia na kuwa amebeba abiria. Kuna wengine wanakimbia hata hana kosa, lakini anakimbia kwa sababu akikamatwa atakuwa tuna kosa. Wanakimbia hata ambao hawana makosa, kumbe wenda hata angeulizwa swali tu anakimbia hata hana kosa, kwa sababu ya kutokuwa tofautishia mwenye kosa na asiye na kosa, kutofautisha mwenye kosa na asiye na kosa, kwamba hata ambaye hana kosa akishafika kituo cha polisi atakuwa na kosa, kwa sababu hata toka na chombo chake kitakaa tu pale, hakitatoka. Vituo vingi ukipita utaona maeneo mengine unakuta bodaboda nyingi sana zimejaa pale, wengine hazijatoka tu, wengine wana makosa. Lazima tutofautishe wale wenye makosa wafike kwenye mkono wa sheria, wale wasio na makosa waachwe waendelee na shughuli zao, ili kutengeneza kwamba kosa si umiliki wa bodaboda ama si uendeshaji wa bodaboda. Kosa ni ile litalofanywa kutokana na sheria tulizoziweka. Wale wasio na hatia waachie waendelee na shughuli zao, ili kuondoa kila mmoja kukimbia ovyo ambayo yenyewe ilikuwa ikisababisha ajali. Lakini pia na wananchi kule tunapokaa, tunaingia kwenye kamati za ulinzi na usalama, tuweke moja ya ajenda wananchi na wenyewe kuelekezwa, kupewa hiyo elimu, wajue iliwe ni jambo la kuanzia mpaka kwenye ngazi ya familia. Hata mimi jimboni kwangu kuna vijana waliwahi kuniomba bodaboda kawapa, na wadogo zangu niliwahi kuwapa, lakini usio moja niliowapa niliwaambia hiki ni chombo cha moto, kinaua usipokuwa mwangalifu. Iwe kwenye ngazi ya familia. Familia zingine ndio hawa ambao zilishaanza kuwategemea, na kuna ndio kijana ambaye anamtegemea. Familia zingine ni yule aliyebebwa ndio zinamtegemea, lakini ndio hivyo, nguvu kazi leo inapotea kwa sababu ya kutokutambua kwamba hicho ni chombo cha moto na kinaua. Lakini wananchi pia waelewe, polisi wanapokuwa wanachukua hatua wasione tu watoto wao wanaonewa. Mimi siku moja nilikuwa naenda mazoezi, tumetoka hapo juu hapo nyumbani, nimefika pale Dodoma Hotel kwa juu pale usawa wa geti la Mheshimiwa Waziri Mkuu pale, kaja kijana asubuhi, yeye mwenyewe amelewa sana, alafu na alikuwa amebeba binti naye amelewa chakali, na kwenye chupa ile nadhani alikuwa amebeba kinywaji. Alikuja akakata ile kona kama pikipiki ya mashindano. Yule binti alitoka kwenye pikipiki, aliruka akadondoka, alitoa sauti mara moja tu,
alafu yule bodaboda hageuza aenda pale kumwangalia hivi, alipokuta ameshapoteza fahamu. Nadhani walipokuwa ananywea kule alijua kwamba aliweka fedha kidogo kwenye maziwa hivi. Yeye alichofanya akamgeuza, akachukua fedha kwenye maziwa, kaondoka. Alipotaka kwenda hivi tukamzuia, alipoondoka pale mwingine katoka mbio sana. Lakini nikawa nasema huyu angekuwa anafukuzwa na polisi, wananchi wangesema unaona polisi kazi yao kufukuza hao bodaboda. Lakini kumbe kitendo alichofanya ni cha kiuaji, ni cha kinyama. Kwa hiyo lazima jambo hili jamii nzima itambue kwamba tuna wajibu wa kufanya kwa hawa vijana wetu. Nchi zingine zimezuia kabisa masuala ya bodaboda. Nadhani RPC wa Songwe anaweza akatuambia kule Zambia nadhani bajaji, bodaboda, vitu vimezuiwa sana. Bajaji pia ilishasema na mkuu wa mkoa amesema yapo malalamiko kadhaa juu ya askari na maafisa wachache wanaotumia madaraka yao mabaya ya kuwabambikia watu kesi ambazo hawanazo. Na waziri mkuu mstaafu ametuelezea kwamba jambo pekee ambalo tunaweza tukawapa hao watu wetu wote ni heshima yao, ni haki zao. Kwa hili tunapomaliza kikao chetu, tunaporudi kule, ni moja ya jambo ambalo lazima tuwasisitizie vijana wetu. Swala la baadhi ya askari kuwabambikizia watu kesi. Sisi tupo kwa ajili ya wanaoonewa, na Mheshimiwa Rais tangu kwenye kampeni na tangu anazindua bunge na tangu tunapopata fursa ya kukaa nasi, mtaona kiu yake ni kuona wanyonge wale wanapata haki zao dhidi ya ambao wanaweza wakawaonea kwa kutumia nguvu ya aina yoyote ile walionayo. Na sisi ni sharti kusimama na wale wanaoonewa, wafurahie uwepo wetu. Namna pekee hao watu kufurahia uwepo wetu ni kuhakikisha wanapata haki. Wanapataje haki? Moja ya jambo ni kuepuka hili jambo la ubambikaji wa kesi.